Habari za leo, mjambo. Basi asante kwa kujiunga na mimi tena. Wangapi ambao mnaendelea kujiandikisha? Endelea, nimeona watu wanaendelea kutuma maombi ya kuongezwa kwa WhatsApp ya group ya mafundisho. Niliwaambia sitaweza kwanza, I will not be able to start unless people register. Because mimi ninashukuru Mungu kwa sababu moyo wangu natamani kuachilia mambo haya kusaidia. Kuna watu wengi ambao tuko nao wanaumia sana, lakini wakijua mambo haya itakuwa ya faida sana kwao. So endelea kujiandikisha na kuencourage wengine waingie. Na asubuhi mchana wa leo nataka kuzungumzia kuhusu pilipili hizi za Alligator Pepper. Kama wewe umeajiriwa, unatoka asubuhi unaenda kazini, au umeajiri watu na wewe mwenyewe huwa unaondoka ukienda kazi kuangalia vile ilivyo, au una biashara yako, unafanya biashara yako, unatoka asubuhi unaenda kwa biashara yako. Sasa kama yeyote unanisikia, kuna kitu kama hiyo kinafanyika maishani mwako Jumatatu mpaka Jumamosi, wengine mpaka Ijumaa. Tafuta pilipili ya Alligator hizi kama hizi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hizi pilipili za Alligator tafuta 7. Weka kwa bakuli, alafu tafute maji ya mvua iliyonyesha siku ya Alhamisi. Iwapo umepata hayo maji vizuri, umeachuja vizuri kulingana na sheria siku ya Alhamisi, basi ndio utamwaga ndani ya hiyo bakuli mpaka ijae. Hiyo bakuli yenye iko na pilipili ya Alligator. Unaweza kusema, mtu wa Mungu, pilipili ya Alligator ina bei gani na ipatikani haraka? Mbona tuharibu zote 7? Hii si kuharibu, hii ni kazi. Utachukua hizi, si mbegu 7, hizi pondi 7 ndio unatumia. Mwaga ndani maji yajae. Kama una hiyo maji ya mvua, ile kitu itakubidi ni utafute kununua tunda za nazi mpaka ujaze hiyo bakuli. Jaza hiyo bakuli na maji yanayotokana na nazi kama una maji ya mvua. Basi ukishamaliza kujaza, utafunika mikono, uombe maombi ya moyo wako. Bwana, fanikisha njia zangu. Bwana, niondolee visirani. Bwana, lemaza kila aina mbinu mbaya ambayo inanikujia. Kila mipango mbaya ya maadui ishindwe. Mipango ya wanadamu mibaya ishindwe. Mikakati ya mapepo na mashetani ishindwe. Wewe haribu kila mbinu mbovu. Alafu tangaza mambo mema ambayo unataka yafanyike kuelekea kwa kazi yako, kwa hiyo siku, kwa hiyo wiki, kwa huo mwezi, kwa huo mwaka. Endelea kuzungumza vile unataka. Tamanio la moyo wako ndio naongea saa hiyo katika prayer. Unaongea mbele za Bwana Mungu. Unajua, nikueleze kitu moja. Yale maneno ambayo unataka kuyatenda au unataka yatendeke kwa maombi ni mambo ambayo unatamani. Na maandiko yanasema, nanyi ile ambao mnatamani mkiomba, na minini kwamba mmepata, nayo itakuwa yenu. Marko 11 mstari ule wa 20 ngapi? Na 4. So Mungu akusaidie. Mungu afanye nini? Akusaidie. Unamwaga moyo wako katika maombi. Ukishamaliza, kila siku ukienda kazi, utakuwa unachukua hayo maji, unanawa uso, unanawa mikono, unaosha miguu, ndio unaenda. Utafanya hivyo itakapoisha. Siku zote utakuwa unafanya hivyo. Itakapoisha, unachukua hizi mbegu unaweka kwa jua. Hakikisha ni kipindi cha mvua, cha jua. Jua lipige mpaka Alligator Pepper pilipili hii kauke. Ikisha kauka, unaweza weka kwa chombo kingine tena ukaanza. Utasikia tu utamu wa kuendelea. Maana hii itageuza, itakupa kibali, itakufanikisha njia zako. Utaona mambo yako yanaanza kufanikiwa sana asubuhi na mapema. Kila wakati unaosha uso na kufanya haya, usiongeleshe mtu kwanza, anza na mambo haya. Sawa sawa jamani. Iwe ni mtindo unaotumia, nimekupatia mbinu ya kukusaidia
basi njia zako zitafunguka na mambo mengi yaliyopangwa kuja kwako mazuri yatatimia. Hakuna mtu atayapiga kombo yaende kando. Mungu atakusaidia. Mabaya yaliyotegwa na maadui na mipango mibaya ya maadui italemazwa, haitafika kwako siku hiyo. Kama ikiwezekana, omba na Zaburi 91 isome yote mara 7 juu ya hii. Wakati unaomba, Mungu atakulinda, malaika zake washike doria kwako, watakuepusha na mitego mibaya. Kila anayebisha kwako akiwa mbaya hatapata nafasi ya kuingia. Anayebisha kwako akiwa mzuri hata nyang'ana mtu mwingine, atafunguliwa, ataingia. Fanya hivyo, utanishukuru baadaye. Asante, tukutane huko kwingine.